Uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo Israel na Iran zimeendelea kurushiana makombora kwa siku ya 5 mfululizo katika kile kinachoelezwa kuwa makabiliano makali zaidi ya moja kwa moja kuwahi kushuhudiwa kati ya mahasimu hao wawili katika historia. Mashambulizi hayo yanayoendelea yanaashiria hatua ya hatari kutoka kwenye vita vya uwakala na operesheni za siri zilizodumu kwa miongo kadhaa hadi vita vya wazi, hali inayoibua hofu kubwa duniani kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa vita vikubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Idi Sesanga na taarifa kamili. Wakati mashambulizi ya anga kati ya Israeli na Iran yakiingia siku ya 5, mzozo huo umetoka katika hali ya kuwa siri. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka, watu wakikimbia makazi yao kwa wingi na juhudi za kidiplomasia zikivurugika, hali inayochochea hofu ya kuzuka kwa vita vya kikanda kwa kasi kubwa. Israeli imesema leo kuwa imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya drone na makombora magharibi mwa Iran, vikiwemo katika jiji la Tabriz. Milipuko pia iliripotiwa mjini Tehran na Natanz, maeneo ambayo yanahifadhi mitambo muhimu ya nyuklia ya Iran. Kwa upande wake, televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kuwa nchi hiyo ilifanya wimbi jipya la mashambulizi ya drone na makombora, huku kamanda wa vikosi vya ardhini vya Iran Qamar Haidar akionya kuwa mashambulizi hayo yataongezeka kwa ukubwa. Mahasimu hao wa kikanda wamekuwa wakishambuliana tangu Ijumaa wiki iliyopita baada ya Israeli kulenga vituo vya nyuklia vya Iran, makamanda wake wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Maafisa wa Iran wameripoti vifo vya watu wasiopungua 224 na zaidi ya majeruhi 1200, huku Israeli ikisema imepoteza raia 24 na kuhamisha wakazi karibu 3000 kutokana na mashambulizi ya Iran. Miji ya Tel Aviv na Jerusalem ilishuhudia ving'ora vya tahadhari za mashambulizi na vipande vya makombora, ingawa hakukuwa na vifo vilivyoripotiwa leo Jumanne. Israeli inadai kuwa imeharibu theluthi moja ya mifumo ya ufyatuaji makombora ya Iran na kuua maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi, akiwemo mkuu wa majeshi wa wakati wa vita. Msemaji wa jeshi la Israeli Efi Defrin amesema hivi sasa wanaidhibiti anga ya Tehran. Hata hivyo, kumeripotiwa kuwa na udhibiti wa vyombo vya habari vya kimataifa nchini Israeli kuripoti kuhusu mashambulizi ya Iran tangu jana usiku. Israeli inasema lengo lake ni kusambaratisha mpango wa nyuklia wa Iran, uwezo wa kutengeneza makombora na mitandao ya kigaidi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa mashambulizi hayo yanabadili sura ya Mashariki ya Kati na kudokeza juu ya uwezekano wa mashambulizi ya baadaye dhidi ya viongozi wa juu wa kisiasa wa Iran. Irani kwa upande wake ameituhumu Israeli kwa uhalifu wa kivita na kuanzisha mashambulizi makali ya kujibu yanayolenga maeneo nyeti ya kiusalama na makazi ya makamanda wa kijeshi wa Israeli. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa wakazi wa Tehran kuhama mara moja na kudokeza kuwa maafisa wa Marekani akiwemo makamu wake J.D. Vance huenda wakatumwa kujadiliana. Hata hivyo, alisisitiza kuwa kuondoka kwake mapema kwenye mkutano wa G7 hakuhusiana na ushitishaji vita bali jambo kubwa zaidi. China imekosoa waziwazi hatua za Rais Trump ikimtuhumu kwa kumwaga mafuta kwenye moto na kuchochea zaidi mzozo huo. Guo Jiakun ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Hali ya Mashariki ya Kati imezidi kuzorota ghafla, hali isiyofaa kwa upande wowote. Kuchochea moto, kutoa vitisho na kuongeza mashinikizo hakutapunguza mvutano bali kutachochea mzozo zaidi. China inazitaka pande husika, hasa zile zenye ushawishi kwa Israel, kuwajibika na kuchukua hatua za haraka za kuzuia mzozo huu kuenea. Viongozi wa dunia na kundi la G7 wametoa wito wa kupunguza mvutano na kuizuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, wakionya juu ya hatari ya vita vikubwa vya kikanda. Shukran Idi Sesanga. Rais wa Marekani Donald Trump, kama ulivyosikia, amekatisha ushiriki wake katika mkutano wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika nchini Canada kufuatia kuendelea kwa mgogoro mkubwa kati ya Israel na Iran. Trump amesisitiza kuwa Jamhuri ya Iran haipaswi kuendelea na mpango wake wa nyuklia, huku akiwahimiza raia wa nchi hiyo kuondoka mjini Tehran. China imemtuhumu Trump kuongeza mafuta kwenye moto katika mzozo huo kwa kauli yake hiyo ya kuwataka wakazi wa Tehran kuondoka. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
Trump hakuweka wazi sababu hasa ya kuondoka kwake katika mkutano huo, lakini aliizima matumaini ya usitishwaji mapigano kwa kuwataka watu wa Tehran kuondoka mjini humo na kisha kumkosoa rais wa Faransa Emmanuel Macron kwa kupendekeza kuwa usitishwaji wa vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili ya simu unawezekana. Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii kwamba Iran ilipaswa kutia saini mkataba wa nyuklia uliokuwepo, akisisitiza kuwa kinachotokea sasa ni kitendo cha aibu kuona watu wanaangamia. Ameendelea kusema kwamba Iran haipaswi kuwa na silaha za nyuklia, akionya kuwa wakazi wa Tehran wanapaswa kuondoka mara moja mjini humo. Hatua ya Trump ya kuondoka katika mkutano huo ilijiri baada ya Rais Macron kuashiria uwepo wa mazungumzo ya amani, akisema pendekezo la usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na Iran pamoja na mikutano na majadiliano inafanyika bila kuweka wazi wanaoendesha juhudi hizo. Kabla ya kuondoka kwake, kundi hilo la nchi 7 tajiri kiviwanda linalojumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Japan na Canada lilitoa taarifa ya pamoja kuunga mkono hatua ya Israel kujilinda na kupinga pia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Kundi hilo limeitaja Iran kama chanzo cha kuyumba kwa kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, China imemkosoa Trump kwa kauli yake ya kuwataka wakazi wa Tehran kuondoka makwao, akisema kauli kama hizo ni za kichochezi zinazoongeza mafuta kwenye moto. Msemaji wa Wizara ya Kigeni ya China Guo Jiquan amesema vitisho na uchochezi haviwezi kutuliza hali, bali vinachochea zaidi mgogoro kutanuka katika kanda nzima. Awali Trump aliwahi kusema kwamba Iran inaweza kuwa tayari kwa majadiliano ya kusitisha mpango wa nyuklia, lakini akasema atalishughulikia suala hilo baada ya kurejea nyumbani kutoka Canada. Hata hivyo, kuna wasiwasi kwamba kiongozi huyo wa Marekani huenda akachukua hatua ya kijeshi zaidi, hofiwa kutanua mzozo huo. Kwa Trump kuondoka katika mkutano huo kumeonekana kama kizingiti cha kutatua matatizo mengi yanayoikumba dunia, kuanzia vita vya Urusi na Ukraine, Israel na Gaza, hadi biashara ya kimataifa. Tayari rais huyo wa Marekani alikosoa hatua ya kumwacha nje rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano huo, licha ya Moscow kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya Kiev. DW tunavuma kwa kishindo. Hakika tunavuma kwa kishindo na tunapatikana moja kwa moja kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili. Sasa tuelekee Afrika Mashariki ambako polisi wamelipua mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji katikati ya jiji la Nairobi. Waandamanaji hao waliokuwa na mabango wanamtaka naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanablogu Albert Ojwang. Lagat alitangaza kutoka madarakani kwa muda ili kupisha uchunguzi wa kifo cha Albert. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo. Waandamanaji katika jiji la Nairobi walijipata wakikimbilia usalama wao baada ya maafisa wa polisi kuwarushia mabomu ya kutoa machozi. Waandamanaji hao, wengi wao vijana, walikuwa wanapanga kufanya maombi kumkumbuka Albert Ojwang kabla ya kufanya maandamano ya amani hadi bustani ya Freedom Corner. Maandamano yao yanajiri siku moja tu baada ya naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat kuachia madaraka kwa muda ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa kifo cha kutatanisha cha Ojwang. Kupitia taarifa iliyotolewa Jumatatu, Lagat alisema kuwa uamuzi wake umechukuliwa kwa fikra pana na dhamira ya dhati kutokana na uzito wa ofisi yake na maslahi ya umma kuhusiana na swala hilo. Taarifa hiyo ilisema, na ninanukuu, "Nimeamua kujiweka kando kutoka ofisi ya naibu inspekta jenerali huduma ya polisi Kenya hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Lakini sasa waandamanaji wanataka ajiuzulu rasmi kwenye wadhifa huo." Wazazi wanalia kila siku kwa TV, mtoto amepotea ama mtoto ameuliwa. Serikali yetu itaisha lini hii hali? Tunasema Ojwang bado ni kijana mdogo, ameacha familia changa na bado alikuwa na very bright future. Wazazi wake wanasikitika na tunasema haki itendeke. Wakati uchunguzi ukiendelea, afisa mkuu wa polisi wa kituo kikuu cha polisi Nairobi Samson Talam na constable wa polisi James Mukhwana tayari wamekamatwa. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi ya IPOA pia imewakamata wafungwa raia watatu, Jean Amitu Abwao, Collins Karani Ireri na Brian Mwaniki Njue, waliokuwa kizuiliwa katika kituo hicho wakati wa kizuizi cha Ojwang.
Mamlaka zinadai kuwa watatu hao walitumiwa na polisi kumtesa Ojwang, jambo lilosababisha kifo chake. Polisi ni rafiki. Kabla sisi hatujawaita marafiki, wao washajiita meeting, wakaadmit kwamba wana makosa, na mahali tumefika sisi na wao ndo wametufikisha hapa. Kifo cha Ojwang kimezua ghadhabu kote nchini, huku wito uwajibikaji kwa maafisa wa juu wa polisi ukiongezeka. Mwana blogu huyo alikamatwa muda mfupi baada ya kuchapisha tuhuma za ufisadi dhidi ya Lagat, hasa kuhusu upangaji wa kimkakati wa maafisa ndani ya idara ya upelelezi wa jinai na vitengo vya trafiki, nafasi zinazohusishwa na udhibiti wa mapato na taarifa za kijasusi. Wakati huo kamati ya bunge la kitaifa idara ya utawala na usalama wa ndani inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake inayosubiriwa kwa hamu na gamu, ikieleza matokeo ya uchunguzi kuhusu kifo tata cha Albert Ojwang, mwalimu aliaga dunia katika mazingira yasiyoeleweka akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Nairobi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.